Malengo ya tamasha hili ni pamoja na kuwakumbusha wananchi na wadau mbalimbali juu ya umuhimu wa kuendeleza mila, desturi, maadili na utamaduni mzuri ambao ulikuwepo katika jamii zetu tangu enzi na enzi. Hii inatokana na ukweli kuwa kadri maendeleo ya sayansi na teknolojia yanavyokuwa kwa kasi katika jamii zetu, ndivyo na utamaduni wa asili wa jamii zetu unavyozidi kupotea kwa kasi. Matokeo yake, jamii nyingi zinatoka kwenye misingi ya asili iliyosaidia kuzijenga jamii hizo na kujikuta zikipambana na madhara mbalimbali yakiwemo magonjwa yasiyotibika, lakini pia athari za mabadiliko ya tabia nchi ambayo yameshakuwa sasa ni jangwa la kidunia. Kupitia tamasha hili, mbinu mbalimbali za kuimarisha, kuenzi, kudumisha na kuendeleza misingi mizuri ya utamaduni wetu zinakumbushwa kwa njia ya sanaa za maonesho, kwa njia ya ngoma za asili, vyakula vya asili kama ulivyoona, masimulizi ya historia yanayotolewa na washiriki hasa wazee kutoka kwenye makabila mbalimbali yaliyoalikwa hapa. Kwa kufanya hivyo mara kwa mara, tutasaidia jamii zetu kurudi kwenye misingi iliyosaidia kupambana na mmomonyoko wa maadili, tabia zisizokubalika kwenye jamii, uhalifu wa kijinai, uharibifu wa mazingira na ukatili dhidi ya watoto, wanawake na wazee ambao umekuwa ukitokea katika jamii zetu kwa sasa. Wazi kwamba tuna mila tofauti, tuna lugha tofauti, tuna imani tofauti ambazo ndizo tunaziita utamaduni, lakini vitu hivyo wakati mwingi vinatuleta pamoja kuliko kututenganisha. Leo tunakusanyika hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi, kusherehekea upekee wa utamaduni wa Kitanzania, lakini upekee wa utamaduni wa jamii za hapa mahali tulipo. Tunasherehekea utajiri wa mila na desturi zetu pamoja na nguvu inayotokana na tofauti zetu. Zaidi ya yote, tamaduni zetu, lugha zetu na kadhalika zinazotuunganisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama wengi wenu mnavyofahamu, AngloGold Ashanti ambayo ndio kampuni inayoendesha au kumiliki mgodi wa Geita inafanya kazi karibu kwenye mabara manne duniani. Na kwa sababu hiyo tunakutana na watu wa mataifa mbalimbali, watu wa imani na mienendo mbalimbali. Lakini kutokana na kutambua utajiri uliopo kwenye tofauti huo, bado tunafanikiwa kuishi pamoja. Hivyo kwenye jamii tunazofanya kazi, wengi wetu hapa Geita, baadhi yetu ni wageni, lakini kwa kuwa tunafanya kazi hapa na kampuni inafanya kazi hapa, tunajiona wenyeji wa Geita. Hapa Geita Gold Mine, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunajivunia kuakisi tofauti huo wa kimataifa. Wafanyakazi wetu wanatoka maeneo mbalimbali, makabila na tamaduni mbalimbali. Tunathamini utofauti huu sababu unaimarisha ushirikiano na unapanua mtazamo, unachochea ubunifu na unasaidia kujifunza. Ili taifa liendelee, linao wajibu wa kutunza na kuenzi utamaduni wake. Leo hii tupo katika tukio kubwa na muhimu ambalo linaenda sambamba na kauli mbiu iliyowekwa hapa. Ili tuweze kuishi katika mila zetu, tunapaswa kuonja, lakini tuishi kwa midundo. Midundo inapokuwa katika nyoyo zetu, tutaweza kutambua na kuenzi mila zetu. Nampongeza mkurugenzi pamoja na mgodi wetu AngloGold kwa uratibu mzuri. Ni siku yetu ya kwanza, lakini utadhani sisi ni siku ya ngapi? Tumeanza vizuri, tukijipanga vizuri zaidi, jambo hili linakwenda kuwa ni sehemu ya tukio kubwa la kihistoria katika mkoa wetu na nchi yetu. Maana yake jambo hili litaweza kuunganisha hata wale watalii, wakajua kwamba ukienda kwenye kutalii Tanzania, ukatembelea Serengeti, ukitaka shughuli za usanaa na utamaduni na nyama choma, nenda Geita Manispaa. Kwa hiyo hata wale ambao wanaopanga ruti za watalii wataweza kuingiza ratiba hii kwenye ratiba mama, ili katika mipango yao ya mwaka mzima watu wajue kwamba ukija Geita unaweza kaja kukesha kwenye shughuli kama hii.